Bwana, kama kawaida hapa mambo ni mengi, muda ni mchache. Director Mafeelings hapa bwana, kada kutembea zangu evening walk, unajua nafanya mazoezi nini, kuondoa fat nini hivi na hivi. Sasa kuna habari hapo ni kwa naisikiliza muda si mrefu kwa Amerika, ni wapi kwa haraka sana kwamba ni Manchester tuko katika mbio, bado tuko katika mbio za kumnunua Jokeres wa sport, na kwa quality yake kuna swala la bei, na sisi kama Manchester inabidi tuwe makini sana katika kununua mchezaji kwa bei kubwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu misimu iliyopita tumepigwa sana wachezaji, ingawa walikuwa wanaonekana na quality moja kubwa sana, lakini tunapigwa. Alafu kitu kingine ambacho nimekuwa mkifahamu kama wadau wa Manchester United, unakuta mchezaji akinunuliwa bei kubwa anakuwa anapata media inakuwa inamwangalia, afu inakuwa inampress sana, inamkandamiza kwamba wewe umenunuliwa bei kubwa afu unashindwa kuperform, kwa sababu kuna ile muda ambao mchezaji anatakuwa adjust, yani anatakuwa aingie kwenye mfumo, na katika mfumo simaanishi mfumo wa kucheza, hata mfumo wa maisha kwenye mji mpya, kwenye nchi mpya. Kwa hiyo inaweza ikachukua muda mpaka mchezaji aje kutulia, aweze kutoa matokeo. Lakini sasa unakuta swala ni bei. Kwa hiyo Manchester inabidi iwe makini sana kununua mchezaji na kuweka kunegotiate kwenye bei ambayo yule mchezaji anaweza akawa ametulia, afu ana pressure kubwa sana au stress, kwa sababu amenunua bei kubwa afu anashindwa kuperform. Wewe unasemaje kama mdau hapo? Kwenye comment lirika Director Mafeelings. Come on! Dive into the world of sports with United Tuesday.